Karibu sana msikilizaji katika kituo hichi. Hapa ni ambapo ninaweza kuhakikisha kwamba ninakufahamisha kuhusu yale ambayo yanaendelea kutendeka, lakini pia nahakikisha kwamba tunapata uchambuzi wa kina kuhusu matukio ambayo yanazidi kuonekana yakitendeka. Naam, karibu niweze kukufahamisha shughuli mzima inayoendelea katika taifa letu tukufu la Tanzania. Msikilizaji, kuna mwanaharakati anaitwa Maria Sarungi ambaye ameweza kuachilia kipande kimoja katika mtandao wake wa kijamii, na kipande hicho msikilizaji, kimeweza kubeba ujumbe mzito ambao msikilizaji, naomba tuweze kujadili siku ya leo na tupate kuelewa kwamba ni kipi kinatokea ama ni kipi kinaendelea. Ameweza kuandika hivi: Mimi nimekuwa nikipigia kelele utekaji kwa miaka mingi sasa, na ninawaambia kila siku wanaoteka ni polisi. Mkasema mimi sipendi nchi, sina uzalendo, mara nimelipwa. Sikilizeni, naweza kukaa kimya na kula kuku kwa mrija, ila nimeamua sitakaa kimya kwenye ufedhuli huu. Najua wanachofanya hawa maharamia, na lengo lao ni kututia uoga tunyamaze milele ndo watawale. Ili litume kupitia kwenye mwenyekiti wake Chande, ni watu waovu pia, hakuna kuwahurumia. Maana wamekuja na upumbavu kama huu, eti hoja Ulaya watu wanapotea takataka. Tungekaa kimya, wangeweza hata kumkata kichwa Dema. Haya mashetani, tusikae kimya kamwe na tupiganie haki zetu. Kisha kuna taarifa ambayo ipo kwenye lugha ya Kiingereza, inasoma hivi: Police admit to abducting and illegally detaining Dema. I told you also, the hallmarks of state-backed abduction in this case was clear. The police claim they detained Dema on Saturday while they went in plain clothes, masked and unmarked vehicles with fake plate numbers. The no police stations denied having him. Now we are told he is held at Chang'ombe station, where there is a torture chamber and where Deusdedith Soka was disappeared to date. This is why Volker took what Chande did was whitewash. This is a grave violation and encouraged criminal police to start abducting again. Chande has no place on your mission. He is tools for murderers cabal. Msikilizaji, taarifa hiyo ameandika mwanadada huyu ambaye anaitwa Maria katika mtandao wake wa kijamii, akihuzunishwa kuhusu polisi kuhusika na visa vya utekaji. Ripoti ya polisi iliyoweza kutolewa kulingana na visa hivi vya utekaji ama utekaji huu wa bwana Dema, ambayo ilitolewa tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2026, ilisoma hivi: saa 3 asubuhi eneo la Mburahati Kinondoni, alikamatwa Dema Masumbe Nyakairo na kupelekwa kituo cha polisi cha Ng'ombe
kwa tuhuma za kujihusisha na vitendo vya kihalifu. Baadhi ya ndugu zake tangu alipokamatwa walijulishwa, na kwenye mahojiano ya awali ametoa ushirikiano wa kueleza mambo mbalimbali. Hatua za kiupelelezi zinakamilishwa ili afikishwe kwenye mamlaka zingine za kisheria. Taarifa hiyo ilitolewa na kanda maalum ya polisi kanda ya Dar es Salaam. Msikilizaji, tume inayoongozwa na Jaji Chande kuhusu matukio ya upotezaji wa watu. Chande alisema hivi: disappearances are not unique to Tanzania, as Europe also reports missing persons. Asema Chande. Sasa msikilizaji, katika uwasilishaji wa ripoti hii ya uvunjivu wa amani siku ya tarehe 29 na siku zilizoweza kufuata, Chande alisema kwamba visa vya kupotea kwa Watanzania sio vigeni, kwani hata Ulaya wanashuhudia visa hivyo, ama kuna watu wanapotea katika mataifa ya Ulaya. Kwa hivyo kulingana na Chande, visa hivyo sio vya kushtua, yaani inapaswa kuonwa kwamba ni mambo ya kawaida, kwa sababu Ulaya pia wanashuhudia mambo hayo hayo. Msikilizaji, unapoangalia taarifa hiyo kwa jicho la tatu, unaweza kuona kwamba yaani kauli hii ya Chande kwamba visa vya upotezaji wa watu sio vigeni na ni vitu vya kawaida hata kwenye mataifa yaliyoendelea, linakuonyesha kwamba serikali imeruhusu visa hivyo viendelee kutendeka. Msikilizaji, kama mamlaka hii iliweza kupatiwa nafasi ya kufanya uchunguzi na kuhakikisha kwamba wamewasilishwa watu ambao wamejihusisha na vitendo hivi vya upotezaji wa watu, vya utekaji wa kiolela, visa vya utesaji wa wananchi wa Tanzania, tume kama hiyo inasema kwamba visa hivyo vya utekaji ni kawaida na vipo hata katika mataifa yaliyoendelea. Kwa namna hiyo, anajaribu kusema kwamba Tanzania sio tofauti na mataifa mengine na inaweza kushuhudia visa hivyo. Okay, kiajali inaweza, lakini sasa mtu ambaye amepewa jukumu la kufanya uchunguzi wa matukio ya uvunjivu wa amani ili kuweza kuleta ripoti itakayoweza kusaidia waliosababisha vitendo hivi vya uvunjivu wa amani waweze kukamatwa ama kuchukuliwa hatua za kisheria, anasema kwamba visa hivyo ni visa vya kawaida hata katika mataifa yaliyoendelea. Kwa maana nyingine, hamna haja kutafuta wanaoendelesha utekaji. Dada huyu Maria Sarungi amesema kwamba polisi wa Tanzania wanahusika moja kwa moja katika visa vya utekaji. Ndio maana hata katika uchunguzi wa tume hamna mtu ambaye anaonekana aliyesababisha vitendo hivi vya uvunjivu wa amani moja kwa moja, kwa sababu tume
inafanya kila kitu kuonyesha kwamba kilichofanyika ni kitendo cha kawaida na hamna mtu ambaye anafaa kulaumiwa kuhusu kile ambacho kiliweza kutokea. Msikilizaji wangu, nazidi kukukaribisha kwenye kituo hichi. Hakikisha kwamba unazidi kutufuatilia, kwa maana kila siku tutakuwa hapa kuhakikisha kwamba tunazidi kukufahamisha na kuchambua taarifa zinazotokea siku hadi nyingine. Achia maoni yako kwenye comment section. Jina langu ni Presenter Guton. Nipo hapa kila siku kuhakikisha kwamba tunaendelea kufahamishana na kujuzana kuhusu yanaweza kutokea.